Na msambamba mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, natumai kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 18 mwezi Novemba mwaka wa 2025 na kutangazia moja kwa moja kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Asubuhi ya leo tunayo mengi ya kuweza kukujuza mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na tunaelekea kwenye uwanja wa vita ili tupate kukujuza yale ambayo yanaendelea huko jimboni Kivu Kaskazini, lakini pia jimboni Kivu Kusini ambako hali si shwari kwenye uwanja wa vita kati ya wazalendo na vikosi vya waasi wa AFC M23. Asubuhi ya leo tutakujuza hali iliyoko kwa sasa huko Kabare ambako kumeripotiwa mapambano makali sana kati ya wazalendo na vikosi vya waasi wa AFC M23 wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini. Lakini pia tutajielekeza moja kwa moja huko Shabunda ambako baada ya waasi wa M23 kuweza kuingia katika kijiji cha Mai Mingi, hatimaye wazalendo wameweka kauli yao na kuzungumza kuhusu kile ambacho kitakuja kutokea. Na tutakujuza pia kuhusiana na wazalendo kukomboa vijiji viwili huko tarafani Masisi baada ya makabiliano makali kati yao na vikosi vya waasi wa AFC M23. Katika taarifa hii pia utasikia kuhusu ndege iliyokuwa ikimbeba waziri wa madini Louise Watamu Kabamba pamoja na wajumbe wake wengine imeanguka tarehe 17 Novemba mwaka wa 2025 katika uwanja wa ndege wa Kolwezi mkoani Lualaba. Kwa hivyo kuwa nami mwanzo mpaka tamati, lakini nakusihi kuweza kusubscribe na kushare habari hizi kwa walio wengi inaendelea kuzipata kama kawaida. Mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhan, tuko hapa kukujuza yote ya ukweli na ya uhakika kuhusu kile kinachoendelea mashariki mwa DRC, lakini pia ulimwengu mzima. Naam, kama nilivyokujuza kwamba kuna mengi ambayo tutakuja kukujuza katika habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 18 mpendwa msikilizaji, na moja kwa moja tuanze na habari kutoka huko Kabare ambako usafiri wa barabarani umesimama tarehe 17 Novemba katika barabara ya Bukavu Miti na Hombo kufuatia mashambulizi ya asubuhi iliyofanywa na waasi wa AFC M23 dhidi ya ngome za wazalendo katika wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini. Taarifa za kijeshi kutoka eneo hilo zinaeleza kuwa waasi wa AFC M23 walilenga ngome ya wazalendo iliyopo ndani ya hifadhi ya taifa Kahuzi-Biega. Mapigano hayo yalihusisha mashambulizi ya silaha nzito na nyepesi na kusababisha kusimama kwa shughuli zote za kilimo, biashara na usafiri katika maeneo mengine jirani. Waendesha bodaboda waliokuwa wakitoka au kuelekea maeneo ya Kalonge na Bunyakiri walazimika kusitisha safari na kurudia kwa walikotoka kutokana na hofu ya kuvamiwa na kukutana na mapigano hayo. Baadhi ya wazee wa eneo hilo wanasema kuna ishara kwamba M23 walijaribu kufungua njia kuelekea Kalonge na Bunyakiri, maeneo yanayodhibitiwa na wazalendo kwa sasa. Vyanzo kutoka upande wa waasi vinataja kuwa mashambulizi haya ni hatua ya kujibu operesheni ya FARDC pamoja na washirika wake. Hata hivyo, jeshi la serikali limekanusha madai hayo na kusisitiza kuwa waasi waendelea kutekeleza mashambulizi bila kichocheo chochote kutoka kwa upinzani. Wiki iliyopita, msemaji wa FARDC Generali Meja Sylvain Kenge alitoa onyo kali kwa waasi wa M23 dhidi ya mashambulizi yoyote yanayotekelezwa kwenye ngome za FARDC. Lakini chini ya wiki moja baada ya onyo hiyo, waasi wa M23 wamefanikiwa kutwaa vijiji vya Mai Mingi ya kwanza pamoja na Mai Mingi ya pili katika wilayani Shabunda, hatua inayoongeza wasiwasi juu ya kuendelea kupanuka kwa mapigano katika eneo ya Kivu Kusini. Hali ya usalama katika ukanda huo inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku wakaaji wakitoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua ya haraka kurejesha utulivu na kuhakikisha usalama wa raia unakuwa wenye kudumu zaidi. Hivyo mpendwa msikilizaji, hali bado ni tete huko Kabare ambako vyanzo vinasema ya kwamba wazalendo waliweza kuzima mashambulizi ambayo ilikuja kwa kasi kubwa, ambako waasi wa M23 walikuwa wakitaka kujaribu kufungua njia ya kuelekea huko Bunyakiri, sehemu ambazo mpaka sasa bado zipo chini ya udhibiti wa wazalendo. Sikiliza mashuhuda kutoka maeneo ya tukio
ambao waliweza kushuhudia mwanzo mwisho namna ambavyo mapambano yale yaliweza kutokea, na jinsi ambavyo hali ilivyoweza kuwa kuanzia asubuhi mpaka saa 6. Manake furo yarengege chivanga maulu kana bake muresa nanga basureka ku echivanga kwenye kurengera senkere mpaka haseze ene bajabaga kukabaga baya kuja kuyaka sasa bakola baji ukavu bama bakangira kanje hamuresa bama basura kanje bunolaga bweseze sasa mbakandi hachivanga manake ndawo chimanya bichiri hali ndawa kamanya buyanda mtu kugwasoka na ndawo kwanda chomelele furo haseze kokinje wewe umangi amiti oli amitingi sasa abashibagiye atake M23 muresa nabo ngi barengeraga aba bashibagiye M23 kibaza lenda maraki bo bana banga barengage gasurusuru ela munde kabare kodi na uvio ku ngoza utaro farde swawe kinenga mbuze mululu ko jeho fineka vungu ema sipozo ke manake ro rwa portize victoire ngabo twerwa ngaba rwa ganyizi mboko kweri myanzi yakushondereza juni rwa ishondereza umuma group rurachimanya guri bigendiri. Hizo ni habari ambazo zilipitika mu Parc National ya Kahuzi-Biega, mu tronçon ya miti Chivanga vers Bunyakiri, notamment mu route nationale route nationale numéro 3 yenye namene Bunyakiri Walikale. Pale kulipitika affrontement depuis 5 heures mpaka isa ya 16 heures, masasi zingali zinalia kule. Ndio ule unasikia nilishindwa kuvipublier parce que tulikuwa tuyapata ma information ziko exact, mais avec zile maaudio za watu beba komiti parce que ndio wako karibu na ndio walikuwa naona gisi bale babwana ba M23 wanapita na maranfort na gisi balianza kudia bako na kimbia. Ndio maana unaona ninabi publier sasa, ndio vile ndio information zile. Mais sasa hivi ya mashi bi unasikia mule ile ni lugha ya mashi. Wako nasema gisi balipanda na bakaenda atake, lakini kumwisho wakakia shuka wako wanatafuta kukimbia na magari. Alafu kumbe bana batega tujue ingine trupe ya bazalendo ilitoka wapi, ikabakuta nafasi kwe wanaita Muresa ngambo ya Mudaka. Mtu anataka ingia msara kule kubashinwa mazile matronso kule, bakabapiga pale tena mwaima 15 bakapigwa pale vibaya. Balitoka kufrote na bakakuta ambiscade pale bakapigwa vibaya, hatuyajua bila. Njo vile zile ile mainfo inasema. Kisha ule mwingine anauliza mwenzao eske kulikuwa mabila kungambo yabo za maperte humaine. Ndio nawaambia no, tuliona gari yabo ile ya blanche yenye nendaka somba maiti, banaifungia ako, banafunga ako bashi na banapita banakwazika maiki, banaweza kuwa baligusi wako. Ndio anasema kumwisho ke balionekana ba FARDC bako naonekana kunivo ya kule kwabo ngambo ya Mululu ni mtu anataingia Kavumu. Nse ba FARDC bako kule, asa wajue balichomoka ngambo gani. Njo vile maake mpaka sai hatuyajua kama situation ya Chivanga ilishakuwa kalme. Merci. Njo information ile ya leo toka mu territoire ya Kabare kulimite na territoire ya Kalehe
précisément Parc National ya Kahuzi-Biega Troso ya Chivanga. Shabunda. Kundi la wahasi wa M23 limetwaa kijiji cha Maimingi siku ya Jumapili tarehe 16 Novemba katika wilayani Shabunda mkoani Kivu Kusini baada ya shambulio la ghafla dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Kwa mujibu wa taarifa za eneo hilo, wajeshi wa FARDC walijaribu kujibu mashambulizi lakini baadaye walazimika kujiondoa na kuelekea eneo la Kimbili ambako kituo cha afya kimeripotiwa kupokea idadi kubwa ya majeruhi. Shambulio hilo imepelekea maelfu ya wakahaji kukimbia makazi yao wakitawanyika kuelekea maeneo salama jirani. Hali ya tamruki na msongamano wa wakimbizi wa ndani imeripotiwa kuongezeka wakati wapiganaji wa AFC M23 wakichukua udhibiti wa maeneo ya Maimingi, kijiji kilichopo mpakani mwa Shabunda na wilayani Walungu, eneo ambalo lipo karibu lote chini ya udhibiti wa wahasi hao. Wakati huo wahasi wa M23 wakisonga mbele na kuchukua udhibiti wa vijiji vya Maimingi ya kwanza pamoja na Maimingi ya pili, kilichopo vijiji ambavyo vinapatikana ndani ya tarafa la Shabunda jimboni Kivu Kusini mashariki mwa DRC. Kiongozi wa wazalendo kutoka huko kwenye milima mirefu na mifupi ya tarafa la Fizi, Tombo na Mwenga, Mheshimiwa DMX, amehimiza wazalendo kuwa macho na kutizamia mambo ya mikataba kama njia ya kusitisha vita aidha kushinda vita hivi ambavyo endelea kusonga mbele mashariki mwa DRC. Kiongozi huyo amewahimiza wazalendo kusema kwamba wasimame kidete kwa ajili ya kukomboa maeneo yote na wala si kutegemea mambo ya mikataba ambayo serikali ya Kinshasa inaendelea kuweka saini na kufuatilia huko Doha kati yao na wahasi wa M23. Huyu hapa, msikilize. Kila wakati ambapo wakongomani au gouvernement ya Kongo ikifanya saini na M23 inaprofitaka hao inapataka wakati wa kuchukua mamingini nyingi sana. Kila wakati ambapo saini inakuwa wapi mara moja vile unajua kama M23 inataka kamata nafasi fulani ni vile. Kwa hiyo chenye naweza sema kama bile vya masignature sisi hatupo tayari kwa ile masignature. Tuko hapa kwa kupigana mpaka mwisho, wakati ambapo M23 inarejea mahali ambapo wanatoka. Mzalendo ambayo anaitika kuitika saini ya M23, ule sio mzalendo ule tena. Sio mzalendo tena. Paske anaitika kunyanganywa ya inchi. Maana inchi inaenda vile. Na kama iende mzalendo hana signature, mzalendo iko na signature kule Doha. Mwenye anafanya signature yake ni M23. Benye wataprofite mwa ile signature, c'est ça le M23. Ni kama vile zamani profite kuharibisha batu juu wakuwe ba general, wakuwe banani, wakuwe batu wenye wanapita ba profite inchi kui naenda tu vile vile. Kwa hiyo mimi naweza sema kwa wale wazalendo ambao wanaitika ile sio wazalendo tena. Si kila mtu ambaye anaitwa mzalendo ndio mzalendo, ndugu yangu. Si kila mtu. Tunaona wazalendo wamoja wanaikalia pale, banikalia mubarabara kuwana tu. Unasikia pale wenyewe wanakunywa pombe, anaua mwenzake mzalendo. Unaweza muita mzalendo? Mzalendo ni ule mwenyiko kufro, anagojelea moto ya M23 apigane na M23 M23. Lakini mwenyiko iko nyumbani kwake, iko anatembea aseme kamba hapa, ule sio mzalendo. Au mzalendo mwenyiko la signature asema atafanya signature na M23 au Twirwaneho, ni mtu mwenye ajue tabia ya Twirwaneho, abajue signification
ya Twirwaneho. Lakini kipindi cha mahojiano naye kamanda huyo kutoka kwenye milima mirefu na mifupi za tarafa la Fizi Tombo na Mwenga, tumetumia fursa kuweza kumhoji, kumuuliza kuhusiana na hali ya usalama na ni wanane ambao kwa sasa unapatikana maeneo ya Mikenge, Bilalo Mbili, Tuetue pamoja na Pwenzero. Kamanda huyo amethibitisha wazi kwamba wahasi bado hapo maeneo hayo, lakini ameahidi ukombozi upo njiani. Huyo hapa, msikilize. Napenda kuhakikisha kama adui washambulia adui yuko Bilalo Mbili na Tuetue na Kalingi na Mikenge pia wako kabisa. Siwezi nikaseme uongo wakati ambao mimi siyakamata nafasi niseme kama mimi nakamata nafasi. Hapana, na siku ambayo nitaokoa mingine kama ile utasikia tu, utasikia na nitakwambia. Nimehakikisha kama adui angali fasi hizo tatu wako na Kalingi. Unaona bwana mtangazaji, bwana Arile, ujue ya kwamba mahali ambapo FARDC na Etafoki iliachaka bila lisasi ni kama vile Kalingi, kama vile Mikenge, kama vile Minembwe, ni mahali ambapo waliacha tu bila kupigana. Kwenye wananyanganya mahali ambapo walikuwa hako. Tena hapo ndio wenyewe walikuwa hako, na hapo ndio wenyewe walipana ile processes. Mimi wakati ambayo adui alisikia ya kwamba mimi nimeshuka Uvira, akapata ile occasion, akaprofite ile occasion, na ujue kama serikali ya Kongo wamoja wapo ni wameuzwa. Kulikuwa colonel mmoja ambayo alishutumu kufanya mambo kama yale pale Tuetue, na alikuwa akiongea na adui, wakapata kuingia pale na kudhibiti pale kabisa. Lakini kwa sasa mambo iko sawa, tunajiprepare mzuri na inaisha kwa maeneo. Sijue kama anaweza jirevandike kufanya ile ambayo haikuwa anafanya ile mzaa ambayo alipenda kufanya pale. Angesubutu kuifika kwenye makao yangu makuu kama hapa Kipupu na kadhalika, angeona Chantemakuni. Lakini kwa maana alivamia ile kaya yenye tulitia ya wa FARDC, ikakuwa hivyo, ni huzuni sana. Kwa hiyo ninaweza sema kama kwa sasa ni utulivu, na Mungu atasaidia ili tukomboe maeneo yale yote. Na watu wasilielie, nilisema awali kama ambao wanapenda kujiripoti wajiripoti. Nyarugabo, angalia kisha nyiko anajisemea kama anafungiwa njia, anafanya hivi. Hapana, sisi hatufungia raia njia, tunafungia watu ambao wenyewe wanapenda kugeuza inchi. Ni vile. Pili, wakati ambayo amani itatoka, wakati ambayo Mikenge inakuwa libere mu mikono ya FARDC. Niko nasema havyo FARDC, na kama FARDC inafanya mapatano au signature avec l'ennemi, tayari batoke mahali ambapo niko nabo, baingizane pale. Ile ndio, hapana kusema watafanya mazungumuzo au masignature, nafasi zinaendelea kukamatwa na nafasi wanaendelea kudhibiti. Hapana. Kama kuko convention moja, nafasi ile ipate kukamatiwa au ipate kuwa pamoja kumikono ya FARDC. Kama sivyo, maana ni vyabo vya bongo tu vya kuchochea au vya kuonyesha kama nchi ina malengo ingine, sio malengo ya uzalendo. Asante sana. Usalama ni salama, tuko usalama, tunajipanga sawa sawa kama vile ambavyo ninaweza nikuambie. Asante. Na tukijelekeza moja kwa moja huko Masisi, ni kwamba vijiji vya Mashenje na Nyampanika ambavyo vipo karibu na mji wa Mweso katika uchifu wa Bashili wilayani Masisi mkoani Kivu Kusini
vimeripotiwa kuingia chini ya udhibiti wa vikundi vya wazalendo siku ya Jumapili tarehe 16 Novemba baada ya mapigano makali kati ya waasi wa M23 dhidi ya wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya eneo hilo, mashambulizi haya ya wazalendo yalianza siku ya Jumamosi yakilenga ngome kadhaa za waasi zilizoko katika maeneo ya milima ya misitu kuzunguka Mweso. Jumapili asubuhi, wazalendo waliweza kuwafurusha wapiganaji wa AFC M23 kutoka katika vijiji hivyo viwili na kuchukua udhibiti kamili wa maeneo hayo. Wakahaji wa Kashenje na Nyampanika wameripotiwa kukimbia makazi yao kwa uoga na kuelekea maeneo ya Mweso Center, huku wengine wakilazimika kubaki ndani ya nyumba zao kutokana na hali ya usalama kutokuwa shwari zaidi. Mashahidi wanasema kuwa mvutano na tamruki bado vinaonekana katika maeneo ya milimani inayozunguka maeneo ya Mweso na Busumba ambako bado kunasikika milio ya risasi kwa vipindi na harakati za kivita zikiendelea kuripotiwa. Hali ya kibinadamu inaendelea kuwa tete na wakaaji wanatoa wito kwa mamlaka na mashirika ya misaada kuingilia kati ili kupatikana kwa ulinzi na huduma maalum kwa ajili ya wale wakimbizi wa ndani ambao wanakimbia na kuacha kila kilichokuwa cha kwao nyumbani kwao, huku wakienda pamoja na familia zao bila hata chochote. Wanasema maisha ambayo wanapitia huko ambako walipo ni magumu zaidi, na hivyo wanahitaji msaada kutoka kwa mashirika mbalimbali za kibinadamu, lakini pia kuomba serikali ya Kinshasa kufanya ima kwa ajili ya kutokomeza hali hii ya vita ambayo inaendelea kuripotiwa huko Masisi kila kukicha, jimboni Kivu ya Kaskazini. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hii ni Amani TV Media. Ikiwa ni mara yako ya kwanza labda unaendelea kusikiliza habari zetu, fahamu ya kwamba endelea kusikiliza taarifa ya habari katika lugha tukufu ya Kiswahili kutoka Amani TV Media. Mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Matangazo yanayapata moja kwa moja kupitia mtandao wa YouTube ukiandika Amani TV Media. Hapo bila shaka utakuwa unajiunga nasi moja kwa moja. Lakini uko Shabunda unatunasa vema kupitia Radio Mutula FM. Muda wote unaweza kutupata. Pia nakuomba kwenye comment utuandikie unatufuata kutoka maeneo gani. Na tukijelekeza huko Lualaba ni kwamba ndege iliyokuwa ikimbeba waziri wa madini Louise Watamu Kabamba pamoja na wajumbe wake imeanguka tarehe 17 Novemba mwaka wa 2025 katika uwanja wa ndege wa Kolwezi ndani ya mkoa wa Lualaba. Kwa mujibu wa mashahidi, ndege hiyo iliyokuwa ikitoka Kinshasa iliteleza na kutua nje ya njia yake kabla ya kushika moto, hali iliyosababisha tamruki kubwa kwa waliokuwepo uwanjani. Hata hivyo, waziri pamoja na wajumbe wake wote na msafara wake waliweza kutolewa nje ya ndege kwa wakati ambao bado ndege ilikuwa haijaripuka. Mshauri wake wa mawasiliano Isaac Nyembo amethibitisha kwamba hakuna mtu aliyejeruhiwa, ingawa mizigo yote iliweza kuteketea ndani ya ndege hiyo. Amethibitisha hayo mbele ya vyombo vya habari huko Kinshasa. Nyembo amesema, sisi ni wajumbe wa watu takriban 20 tukifuatana na waziri wa madini kutoka Kinshasa. Ndege iliyotubeba imekosea kutua na ikaanza kuwaka moto. Tumetoka wote bila hata mmoja wetu kuweza kupata majeraha, ila ndege iliweza kuungua na mizigo yote kuteketea ndani ya ndege hiyo. Waziri Watamu Kabamba alikuwa akielekea Kolwezi kufuatilia kwa karibu ajali ambayo iliyotokea katika eneo la uchimbaji wa madini la Kolondo karibu na kijiji cha Mulondo wilayani Muchasha, ambako zaidi ya watu 40 waliweza kupoteza maisha yao. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hizo ni habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 18 Novemba mwaka wa 2025. Hivyo, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia habari hizi, na kusihi kuweza kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare. Nimekujuzia kwamba mapambano makali yanaendelea huko Kabare kati ya wazalendo na waasi wa M23, lakini pia hali ya usalama si shwari huko Shabunda ambako waasi wa M23 wameonekana kuingia katika kijiji cha Maimingi ya kwanza pamoja na Maimingi ya pili
na nimekujuza pia kuhusiana na ndege iliyokuwa ikimbeba waziri wa madini Louise Watum Kabamba pamoja na wajumbe wake imeanguka huko Kolwezi, kwenye uwanja wa ndege wa Kolwezi ndani ya mkoa wa Lualaba. Lakini pia nimekujuza kuhusu wazalendo wamechukua udhibiti wa vijiji viwili huko jimboni Kivu Kaskazini katika tarafani Masisi baada ya mapambano makali kati ya wahasi dhidi ya vikosi vya wazalendo. Mpendwa msikilizaji, na kusihi kuwa nami tena katika taarifa zetu za hapo baadaye ambako tunakuletea habari kemkem kuhusu yote yanayojiri huko kwenye uwanja wa vita. Hii ni Amani TV Media. Hakikisha una subscribe, una comment na unasambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi.